pamoja. Tuko katika hadhara ya ndoa. Hii ni samai, lakini samai ya ndoa. Ndoa ina mambo yake, wenyewe wanazuoni wanaielezea jinsi hivi, lakini ndoa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nitasema mambo yaliyoeleweka kabisa, bali ndoa ni sunna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndoa ni sunna ya kutangulia, sunna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Mwenyezi Mungu anasema wa min kulli shay'in, na katika kila kitu tumeumba mke na mume. Lengo lake la'allakum tadhakkarun, labda nyinyi Waislamu mtakuwa ni wenye kukumbuka katika hili. Kwa hiyo tuna sunna ya Mwenyezi Mungu al-kaunia ya kimaumbile, kwamba Mwenyezi Mungu min azal, katika maumbile yake viumbe vyake vyote, kama anavyosema wa min kulli shay, katika kila kitu Mwenyezi Mungu ameumba uke na mume. Bali anasema katika aya nyingine katika sura ya Yasin, subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye khalaqa al-azwaja kullaha, ameumba uke na mume katika kila kitu kilichokuwepo hapa duniani. Akaanza kuchambua mimma tunbitul ardh, kumbe hata katika mimea kuna mmea wa kike na mmea wa kike. Tumejua au hatukujua, lakini sera na taratibu za Mwenyezi Mungu kuna mke na mume. Mimma tunbitul ardh wa min anfusihim, na katika nafsi zenu. Hapa akisema katika nafsi zenu, lilikuwa wazi kabisa kwamba kati yetu, katika nafsi zetu kuna mwanamume na mwanamke. Mwenyezi Mungu katuumba mume na mke, na leo hapa tunaikamilisha utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuiendeleza hii dunia wa mume na mke. Lakini mimi nilikuwa nataka niguse kipande kidogo katika hii mimma tunbitul ardh wa min anfusihim, na katika nafsi zetu, sababu Mwenyezi Mungu anasema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Kwa hiyo wa min anfusihim hapa mpaka wewe mwenyewe. Si mimi niliposimama, kusimama kwangu lazima ipatikane zawjayn, ndio mimi nipatikana. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe mwanamume na wewe ndugu yangu, kuwepo kwako lazima ipatikane zawjayn. Na hii ndio wanatuambia ina Sheikh Kidago wakituelezea asili ya mwanadamu au chembe ndogo za mwanadamu, kromosomati au chromosomes, wakituambia zimekaa katika mazingira ya pea. Kuna chromosomes wanasema hizi chembe ndogo za mwanadamu, kuna pea 23, pea 23, kila pea ina kazi yake. Katika hiyo 23 ambazo ukizikusanya zote kuna pea 46 zinazomtengeneza, kuna yani farki moja 46, lakini ukiziweka mbili kuna pea 23. Kila pea ina kazi yake, kila pea kati ya hizo ina kazi yake. Darasa kubwa wanaeleza wenyewe kina Sheikh Kidago kuchambua vitu kama hivi. Moja kati ya pea hizo ni ile ambayo inaleta tahdidi jinsi. Moja kati ya pea hizo ni ile chromosome iliyokuwa na X na XY. Moja kati ya hizo ni ile ambayo inaweza kumwambia mwanamke huyu anazaliwa mwanamke, huyu anazaliwa mwanamume. Siko hizo. Nini nakusudia kusema hivi ndugu zangu katika imani? Hii ni elimu tunayoambiwa, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuja hivi sasa zaidi ya karne 14 zilizopita. Zama zake yeye tunazijua, hakuna microscope wala hakuna kitu chochote kile, lakini amevizungumza vitu hivyo katika karne zile zilizopita. Leo hii
wanakuja wataalamu na fani zao, wanakuja kusema kwamba alichokisema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu ambacho kilichokuwa hakina matatizo, ni kitu cha ukweli, na wengi wanaingia Uislamu katika msingi huo. Tukiwa katika tendo la ndoa, Mwenyezi Mungu katika aya za ndoa nyingi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Anataka tufikirie. Mwenyezi Mungu anaieleza ndoa kwamba mtu akitulia vizuri akaiangalia ndoa kwa ndani na nje, anapata kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Lakini kwa wale ambao walikuwa na fikra, huu ndio Uislamu wetu ambao haukuachia kitu chochote, haukuacha kitu chochote. Kila kilichokuwa na msingi kimeelezwa katika Qur'an. Hapa tunapata tasmia ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli wa kweli, ni mkweli asiyeshindwa, ni mkweli ambaye ameushangaza ulimwengu, si kwa kitu kingine, kwa Qur'ani yake. Wale wakati tukizungumza zile chromosomes zile, tukizizungumza zile kama zilivyo, kuna ile tahdidi jinsi, nani ambaye aliyekuwa na masuhulia ya kusema huyu atakayezaliwa awe mume au mke, kati ya mwanamume na mwanamke ni nani? Wanawachuoni walisema maneno mengi huko nyuma, mengi wameyasema. Imekuja science inasema hizi XY na XX ambazo ziko kwa mwanamume ndizo zinazoweza zikamhukumu anayezaliwa awe mke au anayezaliwa awe mume. Wao wamesema hayo, lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yeye toka karne hizo alishaambiwa na Mwenyezi Mungu, wa yahsabu al-insanu wa yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu min maniyyin yumna faja'ala minhu azwajayni adh-dhakara wal untha. Mwanamume ndio ambaye anasema awe mke awe mume. Mungu kasema toka wakati huo, faja'ala minhu min maniyyin yumna azwajayni, zile mke na mume. Mwenyezi Mungu kampa mwanamume katika hukumu hizo. Nani alifundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Asrari hizi zilizokuwa hazitambuliki katika wakati ule, hakuna microscope, hakuna vipimo vyovyote, lakini leo wanakuja wataalamu wa kisasa wanatuthibitishia kwamba mtume wetu ni mtume wa kweli. Na hii yote sana sana hapa tunaondoka na imani kwamba haya tunayoyahimiza ndio anayoyataka Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuendana na maumbile ya Mwenyezi Mungu, tuweze kusimamisha dini ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu.